billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelee na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu madhara ya kufurahia misiba ya watu. Dada zangu katika iman, Uislamu ulikuja kuwatakasa wanadamu kutokana na uchafu na maovu ya ujinga na kurekebisha tabia ili iendane na asili timamu ya kibinadamu. Uhusiano kati ya Waislamu ni uhusiano wa imani na undugu wa imani. Uhusiano huu una sifa zake, nazo ni imani timamu, upendo, furaha na hamu ya ustawi wa wengine, pamoja na kuepuka chochote kinachoweza kuvuruga uhusiano huo kama vile hasad, uovu, utengano, chuki na matusi. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa waja wema ambao ni watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni watu wenye tabia njema na huruma, upendo, mapenzi, ukweli na uaminifu. Dada zangu katika imani, kuna tabia ya kudharauliwa, tabia ya aibu inayoonyesha nafsi isiyo na afya, nafsi iliyoharibika ambayo haina upendo, haina huruma, na tabia nayo ni tabia ya kushangilia au kufurahia, inayoambatana na maonyesho ya chuki, kashfa, kudharau, kushusha hadhi, kuvunja heshima na kujisifu katika maneno na katika matendo na katika ishara. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na hayo. Kujisifu, dada zangu katika imani, ni kufurahia misiba ya watu, ya adui zetu, na kufurahia kadhalika kile tusichokipenda sisi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Imran aya 120, wa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Ikiwa mema yatakupata yatawahuzunisha, lakini ikiwa mabaya yatakupata yanawafurahia, wanayafurahia. Lakini ikiwa una subra na unamcha Allah subhanahu wa ta'ala, njama zao hazitakudhuru hata kidogo. Dada zangu katika iman, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijikinga daima kutokana na hali hii kwa dua ifuatayo: Allahumma inni a'udhu bika min su'il qada'i wa daraki shaqai wa shamatati al-a'da'i. Allah, najikinga kwako kutokana na uovu wa hatima na tabia ya unyonge na kushangilia kwa maadui au na furaha ya maadui. Dada zangu katika imani, kadhalika Nabii Harun alayhi salam alimwambia kaka yake Musa alayhi salam, kama ilivyotajwa katika Quran, Surat Al-A'raf aya 150, fala tushmit bi al-a'da, basi usiwaache maadui wafurahi juu yangu, ikimaanisha usiwafurahishe maadui na bahati mbaya yangu. Dada zangu katika iman, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie kufurahia misiba au mitihani ya ndugu zetu, asije Allah subhanahu wa ta'ala akawaponya kutokana na misiba yao na badala yake kututesa sisi kwa hayo misiba. Tutahadhari sana dada zangu katika iman. Kadhalika kutoka kwa Wathila bin al-Aqsa radhiyallahu anhu alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tudhhiru shamatata li akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalika, usimdharau ndugu yako, kwani Allah subhanahu wa ta'ala huenda atamrehemu na kukutesa. Dada zangu katika iman, tusifurahie misiba au mitihani ya ndugu zetu. Haijalishi vyao vyao ni kidogo kiasi gani, haijalishi makosa yao ni dhahiri kiasi gani, haijalishi mapungufu yao katika dini au mambo ya kidunia ni dhahiri kiasi gani. Kujisifu huleta misiba na mateso. Badala yake tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala msaada wake kwa uoga na kujificha kisiri, tukionyesha huruma kwa nafsi zetu sisi wenyewe na kwa ndugu zetu, na tuseme alhamdulillahi alladhi afani mimma btuliya bihi wafaddalani ala kathirin mimman khuliqa
tafdhila. Yani sifa zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameniepusha na yale aliyoteswa nayo na amenipendelea mimi, na ile aliyotesa naye ni ndugu yangu, na amenipendelea mimi kuliko viumbe vyake vingi. Dada zangu katika imani, kadhalika mwanachuoni Hasan al-Basri, Allah amrehemu, alisema adraktu aqwaman lam takun lahum uyub fatukallimu fi uyubi nnas فأحدث الله لهم عيوبا وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس fasatara Allahu ayubahum. Yani niliwajua watu ambao hawakuwa na makosa, niliwajua watu ambao hawakuwa na makosa, niliwajua watu ambao hawakuwa na makosa na lakini walizungumza kuhusu makosa ya wengine. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alisababisha makosa kuonekana ndani yao, na niliwajua watu waliokuwa na makosa lakini walinyamaza kuhusu makosa ya wengine. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alificha makosa yao. Dada zangu katika imani, pia imesimuliwa katika hadithi ya Thauban radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alisema la tu'dhu ibadallahi wala tu'ayyiruhum wala tatlubu awratihim فإن من طلب عورات أخيه المسلم طلب الله عوراته حتى يفضحه أو حتى يفضحه fi baitihi, rawahu Ahmad. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwadharau waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, usiwaaibishe, usiwatafutie makosa yao, kwani yoyote anayetafuta makosa ya ndugu yake Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala atatafuta makosa yake hadi atakapoidhihirisha nyumbani kwake. Hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad. Na Muslim scholar mkubwa Ibn al-Qayyim, Allah amrehemu, kadhalika alisema hakuna mja anayemkosoa ndugu yake kwa dhambi isipokuwa atapatwa nayo. Kwa hivyo ukisikia yani kuhusu tendo baya lililofanywa na fulani, sema kutoka kwa moyo wako ghafara Allahu lana wa lahu, yani Allah atusamehe sisi na yeye. Dada zangu katika imani, yani tusiwapeleleze watu na tusitafute makosa yao. Dada zangu katika imani, tusiwapeleleze watu na tusitafute nini? Makosa yao. Tusifichue kadhalika siri zao, na badala yake tujishughulishe na mambo yetu wenyewe, na tujitahidi sote kurekebisha makosa yetu sisi wenyewe, kwani kesho Kiyama hatutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kuhusu kila mtu mwenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye huruma zaidi kwetu na kwao kuliko tunavyowarehemu au tunavyorehemu nafsi zao. Dada zangu katika imani, hakika muumini mwongofu na mwaminifu miongoni mwetu ni yule anayependa kuwatendea watu kama angependa kutendewa, kama yeye mwenyewe jinsi angependa kutendewa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hakuna yeyote kati yenu anayeamini kweli hadi apendelee ndugu yake kile anachokipendelea katika nafsi yake. Hadithi hii imepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika imani, maradhi haya ya kufurahia misiba za watu, yani una matokeo mabaya katika ulimwengu huu. Alisimulia sahaba Waila ibn al-Aqsa radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, la tudhhiri shamatata li akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalika, yani usifurahie misiba ya ndugu yako asije Allah subhanahu wa ta'ala akamhurumia na kukutesa wewe unayefurahia msiba wake. Haya yamesimuliwa na At-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, kwa nini Allah kukutesa katika hadithi hii au kututesa kama ilivyokuja katika hadithi hii? Ni kwa sababu tumejisifu, huenda tumejisifu, tumeinua vyeo vyetu, tumejivuna, yani tumefurahia misiba ya ndugu zetu. Kwa hivyo adhabu ya kujivuna
ya kujivunia mabaya ya wengine ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutuletea dhambi hiyo hiyo, kwani kujivuna kunatokana tu na wivu, kiburi na dharau kwa wengine. Dada zangu katika imani, naye Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu alisimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man ayara akhahu bidhambi lam yamut hatta ya'malahu, rawahu at-Tirmidhi. Yani yeyote anayemdhihaki ndugu yake kwa dhambi hata kufa hadi aifanye mwenyewe dhambi ile. Hadithi hii imepokewa na Imam at-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, furaha ya kweli iko katika kujishughulisha mtu mwenyewe na makosa yake badala ya yale ya wengine, na katika kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuna mtu atakaye yani furahia mabaya ya mtu mwingine. Al-Hakim, dada zangu katika iman, alijumuisha katika mustadrak yake ya hadith kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba alikuwa akiomba akisema, Allahumma hfadhni bil islam qa'iman wahfadhni bil islam qa'idan واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. Yani Allah, nihifadhi kwa Uislamu nikiwa nimekaa na nihifadhi kwa Uislamu nikiwa nimelala, na usiruhusu adui au mchoyo yoyote anifurahie. Allah, nakuomba kila kheri ambalo hazina zake ziko mikononi mwako, na najikinga kwako na kila shari ambalo hazina zake ziko mikononi mwako. Na kauli yake, dada zangu katika iman, katika hadithi hiyo, yani wala tushmit bi aduwan wala hasidan, yani wala usimruhusu adui au mtu mwenye wivu afurahi juu yangu, ikimaanisha usiniletee msiba ambao ungemfanya adui yangu na mtu wangu mwenye wivu afurahi. Allah, tuongoze katika njia yako na uyafanye matendo yetu ya kupendeze. Shukran jazila wa barakallahu fikum.